Ndiyo, mlinzi wa kati wa Young African na mlinzi wa timu ya taifa Taifa Stars Ibra Abdullah Baka, ambaye amezidi kupeperusha vyema bendera ya Tanzania, kwani amechaguliwa kuwa beki bora wa mashindano yanayoendelea huko nchini Morocco ya AFCON 2025. Na taarifa hiyo imetolewa rasmi na Rais wa shirikisho la mpira wa Afrika CAF, ambaye amemtangaza Ibra Abdullah Baka kuwa beki bora wa mashindano ya AFCON kwenye hatua ya makundi. Na mengi sana amezungumza, na yote tunayo hapa Tubone Media, na ili ujue, endelea kukaa nasi mwanzo mpaka mwisho. Na nikukumbushe tu, wewe kama ni mara yako ya kwanza unatuangalia na ni mgeni, hakikisha umebonyeza alama iliyoandikwa subscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media kwa taarifa zote zinazo trend. So hakikisha umesubscribe ili uwe mtu wa kwanza kupata video kali kutoka kwetu. Na leo tunayo taarifa ya Ibra Abdullah Baka, mlinzi wa Young African, na ni mlinzi wa timu ya Taifa Stars ambayo inashiriki michuano ya AFCON huko nchini Morocco. Na leo taarifa imetolewa na Rais wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF, ambaye amemtangaza Ibra Abdullah Baka kuwa beki bora wakati kwenye mashindano yanayoendelea huko Morocco kwenye hatua ya makundi, na hivi sasa wanaelekea kwenye hatua ya 16 bora. Kwa Baka amekuwa beki bora kwenye hatua ya makundi akitokea timu ya taifa, kwani vigezo alivyotumia ni kwamba timu ya taifa ya Tanzania ilikuwa kwenye grupu gumu sana ambayo imekutanisha vigogo wawili ambao ni Tunisia na Nigeria. Mchezo wa kwanza ambao ulipigwa kati ya Taifa Stars na Nigeria, ambapo Taifa Stars walikubali kichapo cha goli 2-0. Lakini ukianza kuangalia timu ya taifa ya Nigeria ina striker mmoja ni hatari sana, ambaye anajulikana kama Victor Osimhen, ambaye anakipiga huko Galatasaray kwenye nchi ya Uturuki, ligi ya Turkey huko, timu ya Galatasaray, ambaye amekuwa ni mwiba na ni hatari sana. Lakini mlinzi wa kati Ibra Abdullah Baka alimzuia vyema Victor Osimhen na kushinda kutamba, kwani alishindwa kufunga goli kwenye huo mchezo kati ya Tanzania na Nigeria. Lakini haikuishia hapo. Tanzania alikabiliana na Uganda, ambapo Ibra Abdullah Baka bado alipiga kazi na kuzuia Uganda kuto kupata matokeo mbele ya Tanzania, na hivyo iliwalazimu Tanzania kwenda sare ya 1-1 dhidi ya Uganda the Cranes. Lakini mchezo wa mwisho ambao ulithibitisha kuwa Baka ni beki bora wa katikati ni baada ya kukutana na vigogo wa Tunisia, timu ya taifa ya Tunisia, ambapo Ibra Abdullah Baka bado alisimama vyema na mchezo huo ulimalizika kwa sare ya 1-1. Hivyo basi, kutokana na hivyo vigezo ambavyo vinamruhusu Ibra Abdullah Baka kuwa beki bora wa mashindano ya AFCON kwenye hatua ya makundi, kwani Tanzania ndo timu pekee kwenye kundi C ambapo ilikopo Tanzania, Uganda, Tunisia na Nigeria ambao wameruhusu magoli machache. Ukianza kuangalia ambao timu inashikamkia Uganda the Cranes, ambao mpaka kwenye msimamo imeruhusu magoli 6, lakini Tanzania ameruhusu magoli 3 tu na amefunga magoli 3 pia. Ukianza kuangalia kila mechi Tanzania amepata goli. Mchezo wa kwanza ambao ulipigwa na Nigeria ulitoka 2-1, Tanzania alipata goli. Mchezo wa pili ulipigwa na Uganda the Cranes ambapo ulitoka sare ya 1-1, lakini mchezo wa tatu ulitolewa sare na Tunisia ambao walitoa sare na Taifa Stars sare ya 1-1. Hivyo Tanzania ndo timu pekee kwenye kundi C ambao wameruhusu magoli machache, na hii yote imefanyika kazi na Ibra Abdullah Baka, mlinzi wa kati, na ni mlinzi wa timu ya Young African na pia ni mlinzi wa timu ya taifa ya Tanzania. Hivyo basi ametangazwa kuwa beki bora wa mashindano na vitu vinavyoendelea huko nchini Morocco. So Tubone Media tupo hapa kwa ajili ya kukuhabarisha vitu ambavyo vinaendelea huko nchini Morocco, na nikukumbushe tu usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani hivi ndio vitu ambavyo tunavileta hapa Tubone Media. Ibra Baka amezidi kupeperusha vyema bendera ya Tanzania. Je, wewe kama mdau wa Tanzania unasemaje? Drop comment hapo na nitasoma kila comment. Usisahau kusubscribe. Hadi wakati mwingine, mimi ni Tubone Media. Bye bye.